Karibu sana mtazamaji, karibu kama ndo kwanza unatazama Biomedia hii leo. Nikwambie karibu sana, endelea kusubscribe mwabarishaji langu jina ni Official Rose D na leo tabarika kupitia story ambako Mange amezungumza mitandaoni. Watanzania wamvaa bana, siri imefichuka, kaipotezea kesi ya bibi Nifa. Yeye ndo msababishi kumbe. Right now, story kwa mitandaoni ni kuhusiana na kesi ambayo inamkabili mwanadada Nifa ya uhaini. Toka tarehe 27 mwezi Oktoba, Nifa alishikiliwa na jeshi la polisi kwa makosa ya uchochezi na uhaini. So baadaye walishikiliwa na wengine zaidi ya 200 kwa kufanya maandamano Oktoba 29. Na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, ilionekana kwamba Nifa naye alihusika moja kwa moja kwa kutengeneza magrupu ambayo yalikuwa yakilenga kuchochea hayo maandamano ambayo yalitokea kwa madai ya yeye kuuza barakoa. So baada ya kushikiliwa na jeshi la polisi kwa muda, bwana Rais Samia aliweza kutoa tamko la kuwasamehe baadhi ya wale ambao walionekana kufuata mkumbo. Ilikuwa ni tarehe 25 majuzi hapa. Agizo la Rais lilifuatwa na walitolewa baadhi ya washtakiwa wa makosa hayo Tanzania nzima. Wengi walifurahia kwa hisia, lakini pia Nifa atakuwa ni miongoni mwa ambao wataachiliwa. Wengi walizani hivyo, lakini cha kustajabisha bana, katika kundi la ambao waliachiliwa Nifa hakuepo, na yeye na mwenzie mmoja walikuwa zaidi ya 20 katika kundi lao waliweza kutolewa, lakini yeye na mwenzake waliendelea kusalia. Maneno yalikuwa mengi mitandaoni, wadau wakihoji licha ya mama mzazi wa Nifa kulia na kuomba, lakini mwanae hajaachiwa. So kulingana na uzito wa kesi yake, wakati wadau wameanzisha mjadala mitandaoni, moja kwa moja wazo lilirudi kwa bidada Mange Kimambi ambaye yeye ndo chanzo cha hayo yote ambayo yalitokea, kwa sababu bila yeye kuhamasisha masuala mazima ya maandamano basi hayo yote yasingekuwepo. Yeye yupo nchini Marekani, wenzao wanateseka, lakini pia mbaya zaidi hakuonekana na msaada wowote kwa ambao walipata matatizo. So toka Nifa amekamatwa na jeshi la polisi, Mange hajaongea chochote, na hata hii kesi pia ya Nifa Mange hajaweza kumposti wala kuzungumzia lolote. So kiukweli na kwa si jambo jema, yani kuwaponza wenzao wameingia katika matatizo alafu yeye hana msaada na kuwasaidia. Hiyo ni fundisho kwa wengine, akili ya kuambiwa basi unachanganya na ya kwako, mambo yanakuwa safi. Sasa wale ambao wanaumia zaidi ni wazazi, maana mama yake Nifa bana juzi kati baada ya mwanae kutotoka alilia kwa uchungu sana, jambo ambalo liligusa hisia za wengi. So vyema kudumisha amani katika taifa kuliko kutafuta uchochezi ambao hauna maana yoyote ile. So kweli ni kwamba haki kikatiba wanaitafuta, lakini hakukuwa na sababu ya wao kufanya hayo kwa kufuata mkumbo wa watu ambao wapo nje ya taifa la Tanzania, alafu wanachochea wengine kufanya maandamano. Hizo imekuwa ni kauli ya baadhi ya Watanzania ambao walianzisha mijadala na kuanza kumvaa mwanadada Mange Kimambi vibaya mno kwa kuingiza mkenge wenzia, alafu yupo kimya, hana anachowasaidia, na badala yake anawahamasisha tena ili warudi barabarani itakapo timu Disemba 9, 2025. So kiukweli inaumiza sana mtu mmoja kuweza kushikilia akili za watu wengi. Nini maoni yako mtazamaji katika hili ambalo baadhi ya Tanzania wameliona kuhusiana na sakata la Nifa kusotea rumande mpaka hii leo kwa kufuata mkumbo kutoka kwa Mange na tamaa ya kuwa maarufu zaidi na tamaa za kupata pesa ya haraka? Umepata funzo gani pengine kupitia hili mtazamaji wetu wa Biomedia? Endelea kutuandikia maoni yako moja kwa moja, tutaweza kuangazia next video kwa uzuri kabisa. Jina langu ni Official Rose D. Bye bye.